Ujumbe unasema hivi, andika: matokeo ya kuyaombea maono yako kabla hujaanza kuyafanyia kazi. Kitabu kile cha waraka wa Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa kwanza, nitasoma: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Matokeo ya kuyaombea maono yako kabla haujaanza kuyafanya. Matokeo, nini kinatokea unapomshirikisha Mungu maono yako kabla hujaanza kuyafanya? Mtume Paulo anamwandikia Timotheo kijana wake, anamwambia kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Jamani, Bwana asifiwe sana. Anampa maelekezo mchungaji kijana kwamba kabla hujafanya jambo lolote, hakikisha kwanza umemshirikisha Mungu kwa maombi. Ingawa nyakati za leo tuna watu ambao jambo hili wameliweka mbali kabisa, kwa sababu wana uzoefu wa mambo, kwa sababu wana akili ya kufanya vitu. Pamoja na hayo yote, bado Biblia inakuhimiza kabla hujafanya jambo lolote, hakikisha umemshirikisha kwanza Bwana aliye hai. Hakikisha umempa Mungu nafasi ya kwanza kwenye mambo yako, kabla haujaanza biashara, kabla haujaanza ujenzi, kabla haujaanza hiyo kazi. Hakikisha umemshirikisha Bwana kwanza, ndipo uanze katika jina la Yesu aliye hai. Sasa mambo mengi huwa yanafeli, mambo mengi huwa hayafanikiwi kwa sababu watu walianza bila Bwana, waliyafanya bila Bwana, waliyatenda bila Bwana. Lakini kwenye ibada ya leo nataka Mungu akaanze pamoja na wewe kwenye maono yako katika jina la Yesu aliye hai. Usianze bila Bwana, usifanye bila Bwana. Ndio maana hii ibada hii tunataka tumshirikishe Bwana. Paulo anamwambia Timotheo, anasema kabla ya mambo yote anza na Bwana. Wakati wengine wameanza kwa waganga, sisi tunaanza na Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Ukianza mwenyewe hautafanikiwa, hautafika mbali, hautaweza kukamilisha. Hakikisha Bwana unamshirikisha kwenye maono yako, na kwenye ibada Mungu akaanze pamoja na wewe katika jina la Yesu aliye hai. Wakati mwingine ningepitia hata hapo. Nini maana ya maono? Tunasema maono ni yale mambo ambayo unataka kuwa nayo katika maisha yako, ni vile vitu ambavyo unataka kuwa navyo katika maisha yako. Kuna aina mbili za maono. Moja, maono ya muda mrefu, lakini mbili, maono ya muda mfupi. Tunaposema maono ya muda mrefu ni kama yapo. Maono ya muda mrefu ni yale ambayo yanaanzia kuanzia miaka hata 5 mpaka 15 mpaka 20 kama umri unaruhusu. Bwana asifiwe sana. Kuanzia miaka 5 mpaka 15 mpaka 20 kama umri unaruhusu.
Kwa hiyo 7, 8, 9, 10, na hayo maono hayo ya miaka 20 mpaka 30 ya muda mrefu, mara nyingi wanaoyawekaga ni vijana. Bwana asifiwe sana. Kuna watu hawezi akaweka maono ya muda mrefu sababu anaona kabisa mimi mwenyewe sina muda. Lakini maono ya muda mfupi ni yale ambayo yanachukua kuanzia miaka, tuseme mwaka mmoja, nafikiri mpaka miaka miwili. Hayo ni maono ya muda mfupi. Lakini ili maono yawe maono sasa, ni lazima yawe ni touchable, yawe ni kitu ambacho kinaweza kupimika na kushikika. Na hapo ndo ningekupa tofauti kati ya maono na maombi. Bwana asifiwe sana. Kuna tofauti kati ya maono na maombi. Maono lazima yawe ni kitu ambacho kinaonekana, unaweza ukakishika. Maono lazima yawe na time, yana muda, yanapimika. Ndio maana mtu anasema kwa miezi mitatu nataka Bwana nisaidie niwe nina bodaboda, si ndio mwana wa Mungu? Lakini utofauti sasa hapo wa maono na maombi. Maombi huwezi kuyapangia muda, yaani kitu ambacho umekiomba kwa Bwana huwezi kukipangia nini? Maombi yanahitaji imani tu. Sema amen. Bwana asifiwe. Kwa mfano huwezi kusema nataka kupona asubuhi, si ndio? Yaani unaomba uponyaji afu unasema naupa muda, yaani ndani ya masaa mawili niwe nimefanyaje? Wewe sio unayeponya, anayeponya ni Mungu, na hatumpangii muda wa kuponya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo swala la uponyaji hilo ni swala la maombi, sio maono. Sema amina. Si kama tunaenda pamoja? Kwa hiyo maono huwa yana muda, kwamba ninatarajia ndani ya mwaka huu nitakuwa na bodaboda. Kwa unajiwekea miezi 12 nataka nimiliki bodaboda. Lakini kitu kingine, maono huwa yana njia ya kuyafanikisha. Lazima uwe na means kwamba utafanikishaje hayo malengo yako au maono yako au mipango yako. Kwa hivyo mtu anasema mimi nataka labda nimiliki bodaboda au nijenge nyumba. Anasema sasa nitafanya 1, tafanya 2, tafanya 3 kuhakikisha napata fedha kwa ajili ya kujenga. Lakini maombi huwezi kupendekeza njia. Huwezi kusema Bwana nataka uniponye, lakini uniponye kwa kuwekewa mikono, si ndio? Hapo ndio panaonesha utofauti kati ya maono na maombi. Bwana asifiwe sana. Huwa tunaomba alafu tunamwachia Bwana, yeye ndo anajua atatumia njia gani kutuponya. Sema amina. Hauwezi kumpangia Bwana kama vile Naaman alivyoenda kwa Elisha. Anahitaji uponyaji wa ukoma, alafu Elisha akamwambia Gehazi, nenda kamwambie akajichovye kwenye mto wa Yordani mara 7 na ngozi yake itamrudia. Naaman alipofika pale akamwambia, ala, mimi nilizani utatoka Elisha alafu utaniwekea mkono, lakini tena naona niambia nikajichovye kwenye mto. Mto wenyewe una maji sio masafi. Si bora kwetu kuna mto fulani, kuna mto fulani. Kwa maombi ujipangii namna ambavyo Mungu atakutendea, ila unamuomba Bwana, yeye ndo anajua atatumia njia gani ili akusaidie katika jina la Yesu. Lakini maono lazima uweke mikakati ambayo itakusaidia kukamilisha hayo maono yako. Lazima uweke mipango, lakini lazima usimamie hiyo mipango kwa nidhamu ya hali ya juu. Ukisema kwamba sasa hivi hata kama kwenye sherehe sitasherekea kwa kiwango hicho, takula tu ubwabwa na maharage labda na nyama ya kawaida, sitatumia raki,
najipunguza, nitakuwa naweka 20,000. Lazima uwe na nidhamu ya fedha ya kujisimamia we mwenyewe. Si kama naongea na mtu aseme amina. Mwingine anasema hapana, mimi sasa hivi nitaongeza kazi nyingine ili kipato changu kifanyaje? Jamani, Bwana asifiwe. Maono lazima yawe na mikakati ya kuyakamilisha. Maono hayategemei miujiza, yanategemeana na mikakati yako, na ndani mwa mikakati ndio Mungu anaweza kufanya miujiza. Si kama naongea na mtu kanisa la Yesu. Tuko pamoja mpaka hapo? Hayo ndio tofauti kati ya maono na maombi. Maombi yenyewe tukiomba tunaomba. Maombi yanahitaji nini watu wa Mungu? Maombi yanahitaji nini watu wa Mungu? Yanahitaji mikakati. Ni imani tu. Biblia inasema kila amwendeaye Mungu lazima afanyaje? Amini. Maombi yanahitaji imani. Uwe na imani. Na tunapozungumza kuwa na imani imebeba mambo mengi. Uwe msafi, uwe mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Uwe na imani, lakini maono yanahitaji mikakati. Lakini mwisho yanahitaji nidhamu ya kusimamia nini? Mipango yako uliyojiwekea. Nitapunguza matumizi, nitafanya nini? Basi hakikisha hivyo vitu vyote unavishughulikia ili kwamba maono yako yafanikiwe. Sema amina. Wako wengine wanaweza kujenga nyumba kwa mkupuo, lakini wako wengine hawawezi kujenga nyumba kwa mara moja. Kwa hiyo weka mikakati ya kukusanya fedha mpaka uhakikishe unajenga nyumba. Sema amina. Wakati mwingine weka hata maono ya miaka 5 kwamba nitapanga ndani ya miaka 5, lakini ndani ya miaka 5 tahakikisha nyumba yangu imeisha simama katika jina la Yesu. Si kama ninaongea na mtu hapo. Kwa mwaka wa kwanza unaanza labda na kamsingi kako. Zungusha kamsingi we labda na kozi 2 unatulia. Mwaka ujao unajikusanya. Wanacheka wale majirani, ni huyu bwana tangu alivyoweka msingi kapotea. Unasema haina shida. Biblia inasema hivi. Biblia inasema wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, si ndio? Nao watapaa juu kama tai, nao watakwenda kwa miguu. Kuna wakati wa kwenda kwa miguu na kuna wakati wa kupaa. Sema amina. Sasa kama we haujafikia level za kupaa, endelea kutembea hivyo hivyo. Sema amina. Wengine wanacheka, yaani sio tunapaa, wewe unatembea. Tembea kwa sababu bado hujafika saa ya kupaa. Na wewe ikifika saa ya kupaa, watakuona unapaa katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo usijilinganishe na wengine. Kama wewe nguvu yako inakupa kufanya kidogo kidogo, chukua hela yako, anza msingi. Mwaka wa kwanza naanza msingi tu. Mwaka wa pili nimeinua mpaka linta. Ndio nguvu yako ilipoishia. Unajua miaka 5 unaweza kaiona bonge ya miaka, lakini miaka 5 ni michache mno. Mwaka wa 3 umepaua. Mwaka wa 4 umeweka madirisha na vitu fulani mle. Mwaka wa 5 unafanya finishing yote na unahamia kwa kishindo. Wale waliokuwa na kucheka wanashangaa umeingia kwenye nyumba yako katika jina la Yesu aliye hai. Maono yanahitaji nidhamu ya kuyasimamia. Hiki kitu ukizingatia sana. Kama hautaweka mikakati, hakuna miujiza katika kufanikisha maono. Lazima uwe na mikakati. Bila imani hautaweza. Matokeo ya kuyaombea maono yako kabla hujaanza kuyafanyia kazi. Namba 1, Bwana atayafanikisha maono yako utakapoanza kuyatimiza. Mithali 16:3. Kutoka sura ya 4 mstari wa 12. Mwanzo 39 mstari wa 1 hadi ule wa 3. Biblia imeandikwa hivi: mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Ukisoma Biblia ya habari njema inasema hivi: mwekee Mwenyezi Mungu kazi yako, nayo mipango yako itafanikiwa. Alafu
Biblia ya Swahili Revised Union Version inasema hivi: mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatakuwa kweli. Bwana atayafanikisha maono yako yote utakapoanza kuyafanya. Sema amina kubwa sana. Mungu akakutendee na kuzidi katika jina la Yesu. Sitaki nikukimbize sana, nataka nikujenge kwenye msingi. Mungu akakutendee katika jina la Yesu. Wakati wengine wamekabidhi maono yao kwa wachawi na waganga, wewe umkabidhi Bwana, naye atayafanikisha katika jina la Yesu. Maandiko yanasema mkabidhi Bwana kazi zako na maono yako yatathibitika. Lile neno naposema kuthibitika maana ni kufanikiwa. Kwenye aina nyingine ya Biblia inasema ni kuwa kweli. Unapomkabidhi Bwana, yeye anayathibitisha, yanatokea kama vile ambavyo umepanga, yanakuwa kama vile ambavyo umekusudia. Mungu anayathibitisha, Mungu anayafanikisha, Mungu anayafanya yatokee kweli. Hiyo ndio faida ya kumshirikisha Bwana kwenye maono yako. Mungu anaanza kuyatendea kazi maono yako. Sema amina nzuri. Msema Bwana atayathibitisha leo na yatafanikiwa. Kwa Mungu mwenyewe anaanza kuyafanikisha. Anaanza kuyafanikisha yote ambayo uliyaweka kwamba mwaka huu ninataka 1, ninataka 2, hautayatimiza peke yako. Mungu atayafanikisha akiwa pamoja na wewe katika jina la Yesu aliye hai. Na hichi ndo ninataka uelewe. Ndio maana kabla hatujaanza tumeyaleta kwa simba wa kabila la Yuda. Yeye anakwenda kuyafanikisha na watu watayaona yakitokea kwenye macho yako katika jina la Yesu aliye hai. Maandiko yanasema amebarikiwa mtu yule amtegemeaye nani? Amfanyaye Bwana kuwa nini? Atakuwa kama nini? Kama mti uliopandwa kando ya mto. Mfanye Mungu awe tumaini lako la kwanza, na mambo yako atayafanikisha na watu watashuhudia kwa macho yao. Sema amina kubwa katika jina la Yesu. Tutakapoyaombea maono yako leo hapa, nasema hivi: Bwana atakwenda pamoja na wewe. Sikiliza watu wa Mungu, tunamhitaji Mungu sana kuliko unavyofikiria. Kwenye Kutoka pale anasema aje? Hebu soma hapo Kutoka sura ya 4 mstari wa 12. Tamani niende slowly ili Mungu aachilie kitu kwenye akili, aachilie kitu katika roho, aachilie kitu katika mwili. Basi sasa, ndio, enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na kukufundisha utakalo linena. Na kukufundisha utakaofanya nini jamani? Mungu anampa maono Musa ya kuwatoa wana wa Israeli watoke nchi ya utumwa ya Misri waende nchi ya Kanani, nchi ya ahadi. Alafu Bwana anamwambia Musa, mimi nitakuwa pamoja na wewe na nitakufundisha ya kusema. Sema amina nzuri sana. Manake Mungu anamwambia Musa, nenda. Sio kwamba wewe ndio utakayewatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri, bali ni mimi nitakuwa ndani mwako ambaye nitawatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Hii ndio maana ya kumkabidhi Bwana maono. Manake sio sisi ambao tutatenda, bali simba kabila la Yuda aliye ndani yetu anakwenda kuyatenda kwa viwango visio vya kawaida. Watoto wetu watafaulu, sio kwa sababu ya akili zao tu, ila ni kwa sababu Mungu mwenye akili zote yuko pamoja na watoto wetu, atawasaidia, atawapa cha kufanya. Wangapi wanasema Yesu, pokea maono yangu na mimi? Haleluya! Anasema Musa alimwambia Bwana, mimi sio mzungumzaji,
sio msemaji. Akasema don't worry, mimi sijakuchagua kwa sababu wewe ujui au unajua, ila ninachojua mimi nitatenda kazi ndani yako. Yani mimi nitaingia ndani yako, alafu nitakuwa nakwambia ongea hivi, nitakuwa nakwambia tenda hivi, nitakuwa nakwambia fanya hivi. Paulo mtume anasema sio mimi ninayeishi, bali Kristo aliye ndani yangu ndiye anayeishi. Na mimi nataka nikwambie, hii ndio maana ya kumkabidhi Bwana maono. Unapomkabidhi yale maono, hayawi ya kwako, yanakuwa ya Bwana. Hautendi wewe, anatenda Bwana ndani yako. Oh, haleluya, haleluya. Wangapi wanataka Yesu aende pamoja nao? Wacha niseme 2026, nasema 2026, Bwana mwenyewe akayafanye maono yako, Bwana mwenyewe akayatimize maono yako, Bwana mwenyewe akayatende maono yako, Bwana mwenyewe akayakamilishe maono yako, Bwana mwenyewe akayafanye yatokee maono yako. Wacha nikwambie, mkabidhi Bwana kazi zako, na mawazo yako yatakuwa kweli, 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 na mawazo yako yatakuwa kweli. Haleluya, yatakuwa kweli. Geukia jirani yako, mwambie mkabidhi Bwana. Acha kuangalia ukubwa wa maono ulionayo, we mkabidhi Bwana tu. Acha kuangalia historia yako, we mkabidhi Bwana tu. Mwanzo 39:1-3 inazungumza habari ya Yusufu. Sema amina. Soma mstari wa 3 hapo, habari ya Yusufu. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Bwana anafanikisha mambo yote wapi? Kanisa la Yesu. Mungu atakwenda pamoja na sisi, na Bwana atayafanikisha mambo yote mikononi mwetu katika jina la Yesu ali hai. Hiyo ndio raha ya kumkabidhi Bwana maono yetu kwa maombi. Sema amina. Unapoanza kuyafanyia kazi, haufanyi peke yako, bali Mungu anakuwa anatenda kazi pamoja na wewe katika jina la Yesu. Nasema Yesu anakuwa anatenda kazi pamoja na wewe katika jina la Yesu. Yule akida Potifa akashangaa pindi Yusufu alivyoingia nyumbani mwake, mambo ya nyumba yake yote yakabadilika. Kwa nini? Yusufu alikuwa yupo pamoja na Bwana. Roho ya kufa ndani ya Potifa iliondolewa, roho ya kuzaa mapoza ndani ya nyumba ya Potifa ikaondolewa, roho ya hasara ikaondolewa. Kwa sababu gani? Kuna mtu ana Mungu wa kweli ameingia kwenye nyumba ya Potifa na mambo yote yamegeuka. Na Potifa alivyoangalia akasema, hapana, hii sio miungu ya Misri Bwana. Akasema hapana, hii sio miungu ya baba yangu Bwana. Akasema hapana, huyu ni Mungu wa Yusufu. Ameleta baraka, ameleta miujiza, ameleta upako. Wacha nitangaze, Mungu wa Yesu Kristo atayafanikisha yote, na yatatokea kwa jina la Yesu ali hai. Na watu watamuona Bwana Mungu wako. Useme amina. Ratatata ya masaka. Haleluya. Hebu sema hiyo. Haleluya. Sikiliza, ukimkabidhi Bwana, Bwana mwenyewe atakuwa akitenda kazi ndani yako kwa ajili unapoanza kuyatimiza maono yako. Soma hiyo Mhubiri 11:5 na Yohana 14:10. Kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, ndio, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yake. Huijui kazi ya Mungu afanyaye nini? Mambo yote. Huijui kazi ya Mungu afanyaye nini jamani? Dunia yote imekamatwa na uwezo wa Mungu aliye hai. Ulimwengu wote umeshikwa na uwezo wa Mungu aliye hai. Anasema kama ambavyo hujui jinsi ambavyo mtoto wa tumboni anavyokuwa ndani ya tumbo la mama yake, ndivyo ambavyo hujui jinsi ambavyo Mungu anatenda kazi katika mambo yote. Mungu ataendelea kutenda kazi ndani yako. Wakati wewe unaenda kulima, unadhani unalima peke yako, kumbe Bwana yuko pamoja na wewe, analima pamoja na wewe katika jina la Yesu ali hai. Wakati wewe unaenda kule, unaenda Ilala kuchukua mzigo, unadhani uko mwenyewe, lakini kuna nguvu ya Bwana inaendelea kutenda kazi katika huo mzigo katika jina la Yesu ali hai.
Wakati wewe unaingia ofisini kila siku, wewe unadhani uko mwenyewe, lakini mbingu hazijakuacha. Zinaenda na wewe kazini, zitaenda na wewe ofisini, zitaenda na wewe kazini, na mambo yataanza kubadilika. Kama vile ambavyo haujui jinsi mifupa inavyokuwa ndani ya mtoto, ndivyo ambavyo Mungu ataendelea kutenda kazi ndani yako. Mambo yatakuwa yanatokea tu, vitu vitakuwa vinatokea tu, mambo yatakuwa yanadhihirika tu, mambo yatakuwa yanaonekana tu. Unashangaa hiki kimefanikiwa, unashangaa hiki kimetokea. Kumbe ni utendaji wa nguvu za Bwana unatendeka kwa siri bila wewe kujua. Na mimi nakwambia 2026 Mungu anaenda kutenda mambo ya ajabu. Watu watakuwa wanakuona wewe, lakini wewe hauko peke yako. Mungu atakuwa anafanya kazi ndani yako. Mungu atakuwa pokea hiyo neema ya kufanikishwa na Yesu aliye hai. Wanaosema Bwana nifanikishe, pepea mkono namna ile katika jina la Yesu. Mpe Bwana makofi na vigeregere. Yohana 14:10 anasemaje? Anasema, husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba, niko ndani ya Baba, na Baba yu ndani yangu, na Baba yu ndani yangu. Hayo maneno niwaambiayo, mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu, huzifanya kazi zake. Hebu sema, lakini Baba aliye ndani yangu huzifanya kazi hizo zote. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati watu wanaona Yesu anaweka mikono juu ya wagonjwa, nao wanapata afya. Wakati watu wanaona Yesu anaweka mikono juu ya watu wenye utasa, wanafunguliwa. Watu wenye vifafa, watu wenye ukoma wanatendewa maajabu, wanafanikiwa. Wao wanamuona Yesu, lakini Yesu anasema ni Baba aliye ndani yangu ndiye anayezifanya kazi hizi zote. Siku moja Yesu yuko na wanafunzi wake, wakapata shida baharini. Ghafla pakatokea upepo wa mbisho ukiwazuia wasiende ng'ambo. Biblia inasema Yesu akainuka akauamuru pepo, nyamaza. Pale pale ulinyamaza. Lakini nani aliyefanya hiyo? Ni Mungu aliye ndani ya mwana, yanaitwa Mungu aliye hai. Sema amina nzuri sana. Alikuwa akifanya kazi, ananyamazisha. Mungu haletagi mabaya kwa mtu. Bwana asifiwe sana. Mabaya yote unayoyaona duniani anayeyaleta ni shetani, na shetani anapaswa kupingwa vikali katika jina la Yesu aliye hai. Na mimi nasema 2026 hakuna baya litafanikiwa kwenye maisha yako. Mungu atakutendea mema by power in the name of might. Kwa hiyo Yesu akawaambia upepo, tulia, mawimbi nyamaza. Maandiko anasema bahari ikawa shwari. Lakini anasema hayo ni Baba aliye ndani yangu alikuwa anayafanya. My God, kuna vitu vikubwa unaenda kuvitenda, sio wewe, ila ni Baba aliye ndani yako anaenda kukutumia kwa jina la Yesu aliye hai. Siku moja Yesu akawaambia wanafunzi wake, akasema mtakapoombea, watu watakapofunguliwa, viwete watakapotembea, semeni sisi ni watumwa tu tusio na faida, tumefanya yale yanayotuhusu, lakini yuko ambaye anatenda kazi ndani yetu, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Wacha nikwambie ya kwamba 2026 hatutatenda wenyewe, tutatenda pamoja na Baba katika jina la Yesu aliye hai by power. Haleluya, 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 haleluya. Wangapi wanasema Bwana tenda kazi pamoja na mimi? Wacha nikwambie mwanangu, hakuna ono litafeli, hakuna ono litakufa, hakuna ono litaishia njiani, kwa sababu Baba atakuwepo pamoja na wewe, akifanya mambo yawezekane, akifanya vitu vitokee. Kama vile ambavyo uelewi mtoto anavyokuwa ndani ya tumbo, ndivyo ambavyo utakuwa uelewi Mungu ametokea wapi. Ndivyo ambavyo utakuwa uelewi hii pesa imetokea wapi. Baba anafanya
anafanya. Wako maadui zako watakuja kukuomba samahani, hautaelewa walipigwa saa ngapi. Ni Baba anafanya, ni Baba anafanya. Bahari zitakupisha zenyewe, hautaelewa kimetokeaje. Ni Baba anafanya, Baba anafanya. Wangapi wanasema Baba fanya kazi pamoja na mimi? Haleluya, sema amina. Utashangaa ukilifukuza jeshi kubwa kuliko uwezo wako, kuliko nguvu zako. Hebu sema Baba atafanya kazi pamoja na mimi, atatenda kazi pamoja na mimi. Yesu akasema hayo yote mnayoyaona ni Baba ndiye anayefanya hizo kazi nizifanyazo. Alafu kuna mahali Yesu nampenda akasema Baba yangu ni mkuu kuliko wote. Alisema Baba yangu ni mkuu kuliko wote, na hakuna awezaye kuwapokonya watu mikononi mwake. Ni mkuu kuliko wote. Yani Baba yetu sisi ni mkuu kuliko shetani. Yani Baba yetu sisi ni mkuu kuliko wachawi. Yani Baba yetu sisi ni mkuu kuliko ilizi. Yani Baba yetu sisi ni mkuu kuliko majini. Yani Baba yetu sisi ni mkuu kuliko Freemasonic power. Kama kuna watu wakienda kwa Freemasonic wanapata pesa, basi sisi ni zaidi. Na mimi nataka nikubadilishe mindset yako. Nasema utajiri haupatikani tu kwa Freemasonic. Utajiri wa kweli na heshima ya kweli inapatikana kwa Yesu aliye hai. Natangaza leo, roho ya utajiri kutoka kwa Bwana ikujirie by power. Roho ya heshima ikujirie by power. Hebu sema napokea, napokea, napokea. Wangapi wanasema na rata ya masakata ya mane. Tarehe 11 imeandikwa kwa Baba ya kwamba ni majira ya washirika wa mahali hapa kuvikwa uweza, utajiri, mamlaka. Baba yangu ni mkubwa kuliko mganga wao, kuliko ilizi zao, kuliko uchawi wao. Hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna makata, hakuna maimuna, hakuna ukame, hakuna njaa vitakavyoweza kuzuia maono yako, kwa sababu Baba yako ni mkubwa kuliko baba yao, kwa sababu Mungu wako ni mkubwa kuliko Mungu wetu. Mungu wetu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ukikaa kwake utapata raha, akienda na wewe utakula raha. Pokea by power. Sema Baba atatenda vile vile kama nilivyokusudia na zaidi ya nilivyokusudia. Hebu sema Baba yangu ni mkuu kuliko wote. Hebu sema Baba yangu ni mkuu kuliko wote. Wakati wao wanakuona umeinama, kumbe Baba anatunga sheria. Wakati wao wanakuona usogei popote, kumbe Baba anatenda kimya kimya. Watasituka tu naibukia ikulu, watasituka tu naibukia duka kubwa, watasituka tu naibukia bodaboda mpya, watasituka unaibukia gari mpya, watasituka unaibukia ofisi mpya. Baba yangu ni mkuu kuliko wa kwao, anatenda kimya kimya, ila matokeo yake yanapiga kelele dunia nzima. Anafanya sirini, anatangaza peupe. Nasema hivi kwa jina la Yesu, Baba yako akatende mambo ya ajabu. Sema amina. Somo langu kidogo ni refu na neema inashuka mapema. Sema amen. Sema amen. Hebu sema Bwana mwenyewe ataziongoza hatua zangu za maono yangu hadi yakamilike. Hebu sema ataniongoza. Hata watu wakiniacha, yeye hawezi kuniacha. Ataniongoza kama alivyowaongoza wana wa Israeli katikati ya jangwa lenye nyoka, lenye ingi. Ataniongoza, ataniongoza, ataniongoza. Ya mande. Sikia, ndio maana ukimkabidhi Bwana anachukua usukani mwanangu. Gari lolote ambalo Yesu ndio dereva halitapata ajali, halitadumbukia, halitazama, halitashindwa kufika. Yesu ni dereva makini, hajawahi angusha. Anasema Baba, wale wote ulionipa na mimi ninao hapa na kuletea, isipokuwa shetani mmoja anaitwa Yuda, ambaye yeye aliandikiwa tangu. Jamani, Yesu atukuzwe. Hebu soma hiyo mwanangu, Mithali 16:9.
Jitie nguvu maana anointi yenyewe hii sasa. Mithali 16:9. Soma hii. Kupe vitu kidogo ujenge msingi. Mithali 16:9 Biblia inasema, imeandikwa, moyo wa mtu huifikiri njia yake, bali Bwana huziongoza hatua zake. Mungu atakuongoza hatua kwa hatua mpaka maono yako yamekamilika. Kuna mtu mmoja hapa anamsemesha, Mungu anaongoza hatua zako. Ile hatua ya kwanza ya maono yako atakuwa pamoja na wewe. Nasema hatua ya pili ya maono yako hatakuacha. Nasema hivi, hatua ya tatu atakushikilia. Maandiko yanasema, nami niliaminilo ndilo hili, ya kwamba kazi ile njema aliyoianzisha mioyoni mwenu ataikamilisha. Ataikamilisha. Hiki kitu tunachoenda kukifanya leo, Baba atakikamilisha kwa jina la Yesu aliye hai. Mtu mmoja aniambia amina kubwa sana. Anasema hatua za mtu zinaongozwa na Bwana. Mungu atakufanyia nafasi katika kila hatua kwa jina la Yesu. Katika kila viwango, sema amina. Wakati Mungu anamletea Yusufu maono, anamwambia Yusufu, wewe utakuwa mkuu na ndugu zako watakuinamia. Ndugu zake walistaajabu na kushangaa kwamba sisi kaka zako tutakuinamia wewe, sisi kaka zako tutakutumikia wewe. Yeye hakujibu neno. Yeye alimwamini Bwana ya kwamba hatua za mtu zinaongozwa na Bwana. Hatua ya biashara yako, hatua ya maono yako, hatua ya uchumi wako, Mungu anaenda kukuongoza katika jina la Bwana wa majeshi. Useme amina nzuri sana. Maandiko yanasema Mungu humtoa mtu mavumbini, humpandisha na humketisha na wafalme. Ataanza na wewe kama mchicha, lakini utakuwa mkubwa kama mbuyu katika jina la Yesu aliye hai. Ataanza na wewe kama mbegu, atakupeleka hatua, na wewe utakuwa mtu mkubwa kama mparachichi, na watu watakula matunda katika jina la Yesu aliye hai. Narudia tena, ataanza na wewe kama mharadali, atakukuza, atakuongeza, utafika viwango, atakuongeza tena, atakuthibitisha, mwisho atakufanya utakuwa mtu mkubwa, na wengine watakuja kuomba kivuli kwako. Kwa nini? Bwana amekuinua. Mungu ataziongoza hatua zetu. Yesu ataongoza hatua yako. Wangapi wanasema Bwana niongoze? Rina mashantara bakonia. Sikiliza nikwambie, Mungu akikuongoza atakuvusha kwenye vizuizi. Sema amen. Biblia inasema katika Mwanzo 45 mstari wa 26, anasema wakampasha habari ya kwamba Yusufu yungali hai, yungali hai, naye ndiye mtawala katika nchi ya Misri. Wacha nikwambie, Mungu ataziongoza hatua zako. Mauti haitakuzuia. Mungu ataziongoza hatua za biashara zako. Roho ya kuzaa mapoza haitazuia. Mungu ataongoza familia yako, hakuna kitakachokuzuia. Mimi niko hapa natoa hili neno, nasema jangwa halitakuzika mwanangu, halitakuzika. Maandiko yanasema wewe ni kama mti uliopandwa kando ya mto. Hata kama dunia ikose mvua, wewe hautanyauka kwa sababu umepandwa kando ya mto katika jina la Yesu. Nasema ukame hautakuzuia wewe usizae matunda. Wachawi hawatakuzuia usikamilishe maono. Ugumu wa uchumi utawapata wengine, lakini mshirika wa hii madhabahu, mvua ya baraka itanyesha kwako katika jina la Yesu. Yule pale hajasema amina nzuri, pokea by power in the name of Jesus. Nasema hivi, mauti haitazuia maono yako. Hebu sema, hatua zangu zitaongozwa na Bwana. Mungu ataniongoza, Mungu ataniongoza. Nitakwenda wala sitazuiwa, nitakwenda wala sitazuiwa. Bwana ataongoza hatua zangu. Bwana ataongoza biashara yangu. Bwana ataongoza duka langu. Bwana ataongoza ndoa yangu. Bwana ataongoza. Wacha nikwambie, kuna mambo makubwa yanakuja. Mungu atakuongoza, atakuongoza. Biblia inasema Bwana aliwaongoza wana wa Israeli usiku kama nguzo ya moto, alafu mchana kama nguzo ya
mawingu. Walikuwa wanatembea jangwani miaka 40, hawakuishiwa kiatu. Biblia inasema miaka 40 hawakuvimba miguu. Mungu aliwalisha, Mungu aliwatunza. Kuna mtu mmoja hapa, Mungu atakushikilia, Mungu atakutunza. Hata kama vitu vitaisha duniani, lakini wewe hautaishiwa. Kama aliweza kumlisha Elia kwa kunguru, hawezi kushindwa kukulisha wewe. Atakumwagilia, atakupalilia, atahimiza maji, atahimiza fedha, atahimiza chakula, atahimiza faida, atahimiza vitu, atavileta kwako. Utashangaa mwanangu, wengine wanazimia, wengine wanakufa, wewe unaishi, wewe unasonga. Bwana ataongoza hatua za kanisa hili. Bwana ataongoza hatua ya biashara yako. Pokea neema ya kuongozwa. Wangapi wanasema Yesu niongoze, niongoze? Matendo ya Mitume 18:9 mpaka 11. Bwana atakuinulia watu. 43. Tamani ufunuo wote upate. 43 mstari wa 4. Anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Ndio. Na mwenye kuheshimiwa kabisa. Nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo, nitatoa watu kwa ajili yako kabisa, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Sikiliza, ukimkabidhi Bwana maono yako, Mungu atatoa watu kwa ajili yako. Nataka nikwambie vitu vyote tunavyovitaka viko kwa watu. Na tayari kuna watu ambao Mungu ameisha wainua kwa ajili yako, wanasubiri tu wewe uanze maono, na watakuja katika jina la Yesu aliye hai. Baada ya kumaliza ibada hii, Mungu atawaleta kwako ili wakusaidie katika kukamilisha maono yako kwa jina la Yesu aliye hai. Wangapi wanaamini kwamba kuna watu Mungu aliwaumba kwa ajili ya kukamilisha maono yao? Na hili ninalokuambia ni kweli. Kuna watu wameenda kusoma ili tu waje kutumika na wewe kwenye ofisi yako. Kuna watu wameenda kuongeza elimu ili waje kukusapoti kwenye ile ndoto kubwa ulio nayo. Biblia inasema atainua watu, atainua mashariki, atainua magharibi. Hautazama, kuna mtu atakushika mkono usizame, atakuvusha by power. Wacha nikwambie, hautafirisika kabla hujafirisika. Mungu amemwandaa. Kuna mtu amemwandaa anaitwa destiny helper. Mungu atawaondoa watu wabaya mbele yako, atakuletea watu wazuri. 2026 ninakataa watu wabaya kwenye maisha yako na kuombea watu wazuri waje. Haleluya! Ukikutana na watu wabaya, watakunyonga, hawatakuhurumia, wataangalia makosa yako, hawataangalia uzuri wako. Lakini Mungu atakuinulia watu sahihi. Mungu atakuinulia watu sahihi. Najua hata wewe unahitaji mtu, hiyo biashara yako inahitaji watu. Mungu atakuinulia wateja sahihi. Sio wateja wa kuwabembeleza, atakuletea wateja ambao hata kula awali, ila watanunua watu kwa sababu wameletwa kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Sikiliza. Aina ya kwanza, watu ambao wataambatana na wewe katika kutimiza maono yako ambayo Mungu ameweka ndani yako bila kujali udhaifu wako. Kitabu kile cha Kutoka 4:14 na 27. Sema, imeandikwa, hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Ndio. Akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako? Nimemwandaa Haruni Mlawi. Hebu sema, kuna Haruni kwa ajili yangu. Wangapi wanaamini yuko Haruni kwa ajili yao? Come on. 27 anasema, Bwana akamwambia Haruni. Mungu alimwambia nani kanisa la Yesu? Mungu mwenyewe alienda kusemeshana na Haruni. Akamwambiaje? Nenda jangwani. Kaonane na Musa. Naye akaenda. Akamkuta katika mlima wa Mungu. Akambusu. Akamfurahia. Sema amina. Mungu atakuinulia watu watakaoambatana na wewe bila kujali udhaifu ulionao. Watakaoambatana na wewe bila kujali udhaifu ulionao, bila kujali mapungufu ulionayo. Musa alikuwa na kigugumizi mzito wa kunena, lakini mbingu ndo zimemchagua. Kuna watu Mungu atawapa elimu ila hatawapa maono ya kuanzisha kitu.
atawapa mzigo wa kuwatumikia wenye maono ya kuanzisha kitu. Na hili ndo ninakwambia 2026 Bwana amesema atainua watu watakaoambatana na wewe, watakao kusapoti, watakao kushika mkono, ambao mtafanya pamoja mpaka maono yakamilike kwa jina la Yesu. Wangapi wanasema Mungu nikutanishe na destiny helper wangu? Kuna mtu ameumbwa kwa ajili tu ya kukusapoti. Si useme amina. Baraka zetu haziko kwa Mungu, ziko kwa watu. Mungu alishaziachilia, ziko kwa nani? Ili uingie kwa ofisi fulani unahitaji nani? Mtu. Mungu alishazimimina. Na mimi nasema 2026 Mungu anaenda kukukutanisha na watu sahihi kwa ajili ya hayo maono yako, kwa ajili ya hiyo huduma yako, kwa ajili ya hicho kipawa chako. Nasema hivi, pokea hiyo neema katika jina la Yesu aliye hai. Na watakubali kufanya kazi na wewe bila kujali mapungufu yako. Watakubali kukutumia kwenye ofisi yao bila kujali mapungufu yako. Na mimi nasema kwa jina la Yesu aliye hai, huo mlango ukafunguke haraka sana 2026. Pokea by power in the name of my Jesus. Unajua mimi napenda watu wanaopokea kwa imani. Hebu sema amina. Sema tena amina. Hii ni neno la Bwana, amesema nitakuinulia watu. Kwenye hicho kipawa Mungu akuinulie watu. Sema amina. Watu wa aina ya pili ya watu atakao kuinulia, watu ambao watasimama na wewe bila kujali kwamba watapata kitu au hawatapata kitu. Lutu 1:15. Watu ambao watasimama na wewe bila kujali kwamba watapata kitu au hawatapata kitu. Soma Lutu hiyo mwanangu 1:15 mpaka 18. Biblia imeandikwa hivi, naye akasema, tazama shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake. Basi urejee wewe umfuate shemeji yako. Naye Lutu akasema, usinisii nikuache, nirejee nifuatane nao. Maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Bwana nitendee hivi na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe nami. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Mungu atakuinulia watu watakao ambatana na wewe kwa ajili ya maono yako bila kujali wanapata kitu au hawapati kitu katika jina la Yesu. Narudia tena, kuna watu Mungu atawaleta kwako, wataambatana na wewe katika jina la Yesu aliye hai. Kuna watu watakupenda hivyo hivyo ulivyo katika jina la Yesu aliye hai. Kuna watu watakusapoti hata kama hawapati faida yoyote katika jina la Yesu aliye hai. Kuna watu watakuunganisha na kazi hata kama hawapati hata 100. Pokea hiyo neema wewe, hii ni unabii. Sema amina. Baraka zako kuna mtu amezishikilia. Hilo na kuhakikishia kabisa. Kuna mteja mmoja tu Mungu akikuletea, mwingine anaguswa na kipawa chako, anaamua kuwekeza. Mungu ashindwi kufanya jambo lolote. Mungu mwingine anaguswa tu na kauaminifu tu kwamba nilikupima, ni kumbe sio yeye, ni mbingu zimeamua kukuinulia mtu katika jina la Yesu. Unajua Mungu ndio anavyotenda. Unavyochakalika na maono, anakuletea watu. Kuna watu wanasubiri Rose Edes yaanze maono wawekeze hela mwanangu. Kuna watu wanasubiri uanze maono, anza vision, mbingu zimeandaa watu. Sema amina. Hebu sema nitaanza katika jina la Yesu. Nitaanza katika jina la Yesu. Wangapi wanapokea waseme amen. Yesu alipozaliwa ndio mamajusi walikuja. Huwezi kuwapata mamajusi kama bado hujaanza kile ambacho kiko ndani yako. Mungu anasubiri tu uanze. Wakamletea uvumba, manemane, wakaleta pale. Mama anashangaa, wachungaji kutoka kondeni, wachunga kondoo nao wakaamka. Jamani, tumeambiwa huko Mungu atagusa Marekani, atagusa Tanzania, atagusa Mbeya. Na mimi nasema ma destiny helper na waita mwaka 2026. Sema amina kama unamwamini Bwana.
wataambatana na wewe bila kujali wanapata kitu au wameletwa na Mungu. Mungu aliwahi mleta kunguru, mloho wa nyama, lakini kwa ajili ya mtumishi wa Mungu hakuila ile nyama, alimpelekea. Haikotaya mandara basi. Unashangaa yeye mwenyewe hana kazi, alafu anakutafutia wewe nini? Kazi. Can you imagine? Na yeye mwenyewe ana kipawa kama cha kwako, ana elimu kama ya kwako, lakini mbingu zimemkamata, zimemtuma aje kwa ajili yako. Ninapomaliza hii ibada, Mungu akakamate ma destiny helper kwa ajili yako, kwa ajili ya maono yako, kwa ajili ya mipango yako. Pokea vipawa kwa jina la Yesu aliye hai. Wangapo wanasema rata ya inawezekana? Hey! Kuna majitu yana pesa ila hayaoni pa kuzipeleka na hawaoni mtu wa kumsaidia. Yaani kwa mazingira alionayo, wote wanaomzunguka wote wana nini? Wana hela. Lakini hajapatikana tu mtu wa kusema bwana kuna mtu ana kipawa. Hii ndio maana ya kuweka wakfu maono. Unapoenda kuanza na kuombea, wateja wako waliozuiwa warejeshwe katika jina la Yesu. Nasema hivi, nafasi yako, piga makofi kwa Yesu kama unamwamini Bwana, useme amin. Watu ambao watakuwa tayari kusimama na wewe hata kama mambo yataharibika. Unajua kuna watu wao ukiwa nacho ndio wanakuja, ukifirisika huwaoni tena. Ukisoma kitabu cha Rutu 1:8 mpaka 14, Rutu 1:8 mpaka 14 inaeleza kwamba mwanamke huyu Naomi alifiwa na mume wake. Sema amen, haleluya. Naomi alifanya nini jamani? Alifiwa na mume wake. Hajakaa sawa, akafiwa na kijana wake wa kwanza. Hajakaa tena sawa, akafiwa na kijana wake wa pili. Kanisa amen. Akajikuta amebaki mjane, asiye hata na katoto, na yeye ni mzee kakongoroka. Akawaita wakwe zake, akawaambia, sasa wanangu, kama mnavyoona baba yenu amekufa na waume zenu nao wamekufa, na mimi sina uwezo wa kuzaa. Akasema hata kama ningepata mwanaume sasa hivi ningezaa. Je, mngenivumilia mpaka akue? Si na nyie mtakuwa mmezeeka. Akawaambia, sasa naomba wanangu, nendeni muniache mwenyewe. Biblia inasema hivi, wakalia mbele zake wakamwambia, mama, sisi hatutakuacha, tutang'ang'ana na wewe mpaka mwisho. Mungu akuletee watu ambao watasimama na wewe hata kama maisha yameharibika, watakushika mkono. Hii kataya masataya, sema amina. Wangapi wanasema Mungu niletee huyo? Ranta ya rabo shanta yaka. Wakasema situkuache, tutasimama na wewe. Watu wao jamani ni wa muhimu sana. Alafu huwa sio wengi, ni kama mizizi kwenye mti, wanapambana kuupendezesha mti, lakini mizizi haionekani. Watu kama hao ukiwapata hata wawili au mmoja, nataka 2026 kwenye kila unachokifanya Mungu akuinulie watu wengi wa namna hii katika jina la Yesu. Wangapi wanao imani wanasema inawezekana katika jina la Yesu? Pige Bwana makofi ya imani kabisa. Mmoja yule akaondoka, lakini huyu wa pili akasema, Rutu, sikiliza mama, mimi sitakuacha. Kwanza umezeeka. Nani atakaye kusindikiza hii njia mpaka ufike kule kwenu? Huna mume, umenitunza vizuri, nitaambatana na wewe.
Unajua kuna watu watabarikiwa tu kwa sababu wanakutumikia wewe. Yani watakwambia wewe acha tumtumisha, acha tu niendelee kukutumikia. Yani nikikubarikiki wewe nashangaa, nikirudi huku napata mara mbili. Yani Mungu bwana. Mungu anafanya vitu, yani anafanya vitu. Unakuta mtu anakutendea mema wewe, kumbe katenda kwenye udongo mzuri. Anaporudi tu nyumbani, anakuta amepata mara 100 katika jina la Yesu. Ikawe hivyo na kwako. Mungu atakuinulia watu ambao watasimama na wewe hata kama maisha yamebadilika. Utaona ni tofauti na mke wa Ayubu. Alipoona mume wake amefilisika na ameumwa, ana majipu na aponi, akachoka. Akasema, Ayubu, mkufuru Mungu ukafe. Kufuru Mungu. Lakini yule mwanamke akasema, usinisii nikuache, nitakwenda pamoja na wewe mpaka. Na Mungu alitenda maajabu. Yani miujiza ya Mungu ndio inaanzia hapo. Mungu akafanya ajabu. Yule Lutu alipata mume mzuri, na Lutu akaingizwa kwenye ukoo wa Yesu. Mtu mmoja anisaidie kusema amina. Ukimkabidhi Bwana maono yako kwa maombi, Mungu atainua watu kwa ajili ya maono yako. Na leo tutakapoyaombea maono yetu, tarajia kwamba Mungu anaenda kukuinulia watu kwa ajili ya kukusapoti kwenye maono yako katika jina la Yesu. Nahitaji tu amina yako nzuri. Nasema hivi, Mungu atainua watu mashariki kwa ajili yako. Mungu atainua watu magharibi kwa ajili yako. Mungu atainua watu kazini kwako. Mungu ataleta wateja wa kila aina. Watu watatumikia maono yako. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu aliye hai. Jambo la tatu, Bwana atakufanyia nafasi kwa ajili ya maono yako. Mwanzo 26 mstari wa 22. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, ndiyo, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi. Nasema Mungu akafanye nafasi kwa ajili ya maono yako. Yani Mungu anachokifanya, anakutengenezea mazingira ambayo yatakupa fedha kwa ajili ya ulichokibeba. Si kama kuna kitu unanielewa hapo? Isaka alikuwa ni mkulima. Isaka alikuwa ni mfugaji. Alikuwa anahitaji eneo na pia lenye maji. Sema amen. Ili aweze kuendeleza ufugaji wake, ili aweze kuendeleza kilimo chake. Sasa Mungu akaona ngoja nimtengenezee nafasi. Akatengeneza kisima ambacho hicho hakuna aliyegombania, na kupitia kisima hicho akalima, akanywesha maji mifugo yake, na Mungu akambariki akawa mkuu sana katika jina la Yesu. Mungu anaenda kukufanyia nafasi 2026. Kwa ajili ya hayo maono, Mungu anaenda kukufanyia nafasi katika jina la Yesu aliye hai. Na unaenda kuzidi na unaenda kustawi katika nchi katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akufanyie nafasi kwa ajili ya elimu yako uliyosoma hiyo. Bwana akufanyie nafasi kwa ajili ya hicho kipawa ambacho unacho. Bwana akufanyie nafasi kwa ajili ya hilo duka, akuletee wateja, akufanyie nafasi katika jina la Yesu aliye hai. Nasema nawe unaenda kuzidi na kuenea na kustawi, kwa sababu mbingu zinaenda kufanya nafasi katika jina la Yesu. Kuna watu wamekalia nafasi yako, Bwana anaenda anawashusha, anakupeleka wewe, na utakaa hiyo nafasi, na utaongezeka, na utazidi, na utastawi, na utakuwa, na utafika viwango vya kimataifa, kwa sababu mbingu zimeamua kukufanyia nafasi. Mahali hapa hapatatosha watu. Wacha nikwambie, biashara yako inaenda kukua. Mungu anakufanyia nafasi Buza. Mungu anakufanyia nafasi Kariakoo. Mungu anakufanyia nafasi serikalini. Mungu anakufanyia nafasi kwenye kilimo. Mungu anatufanyia nafasi. Unaenda kuongezeka kwa jina la Yesu. Unaenda kukua katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema by power. Mtu mmoja aseme amina. Hebu sema, Bwana ananifanyia nafasi na maono yangu yanaenda kutimia.
Kuna nafasi Mungu anaenda kuifungua, itakupa hela na kila unachohitaji utaenda kutimiza katika jina la Yesu. Narudia tena, kuna nafasi Mungu anaenda kuifungua, itakuongezea kipato na kila ono uliloweka mbele watu watashangaa linatokea. Mbingu zikutendee nafasi, ukazidi na kuongezeka, pesa yako iongezeke, kazi yako ikue katika jina la Yesu. Hebu soma ile kitabu ya Mwanzo 13:14 na kuendelea. Tumwangalie Abrahamu hapa. Soma mwanangu. 13:14 imeandikwa. Yes, ndio. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya. 13:14. Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, tazama kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele kabisa. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Mungu anaenda kufanyia nafasi ambayo utazidi na kustawi. Mungu anamuinua Abrahamu, anamwambia inuka, tazama, angalia mapana, angalia marefu, angalia mashariki, angalia magharibi. Alafu anamwambia hii nchi yote ninakupa wewe, na hapa unaenda kuzidi na kustawi. Watoto wako watakuwa wengi kama mavumbi. Sema amen. Kama nini kanisa la Yesu? 2026 Bwana akakufanyia nafasi katika nchi kwa jina la Yesu aliye hai. Narudia tena, Mungu akakufanyia nafasi serikalini katika jina la Yesu aliye hai. Yesu akakufanyia nafasi kwenye kampuni moja unayohitaji katika jina la Yesu aliye hai. Mbingu zikakufanyia nafasi kwenye hiyo biashara katika jina la Yesu aliye hai. Tutakapoomba hapa tukiomba tu, Mungu anafanya nafasi mahali fulani. Mungu anafungua mlango mahali fulani. Wale mlikuwa mnatafuta ajira, Mungu anashangaa anafungua na njia inatokea na wanakuita, wanakurudia tena. Na mimi natangaza kwa jina la Yesu, yaliyokuwa yamefungwa yakafunguke na upokee wewe na ukakae hapo katika jina la Yesu. Wangapi wanasema Bwana nifanyie nafasi, nifanyie nafasi? Pokea hiyo na kuzidi. Makofi mengi kwa Yesu aliye hai. Hebu sema Bwana ananifanyia nafasi kwa ajili ya maono yangu. Siku moja Nehemia, walitoka watu Yerusalemu, wakafika wakampasha habari za Yerusalemu. Wakamwambia Nehemia, ukuta wa Yerusalemu umebomolewa. Sema amen. Na makaburi ya baba yako, ya baba zako yako wazi, na watu wako katika hali mbaya. Nehemia akalia kwa uchungu. Mungu akawekeza maono ndani ya Nehemia kwa ajili ya kujenga ukuta. Sema amina nzuri. Biblia inasema akafunga, akalia, alafu akanyamaza. Akaenda kwa mfalme kuendelea na kazi yake ambayo alikuwa ameajiriwa. Alipofika pale, mfalme akamwambia, mbona moyo wako una huzuni? Akamwambia, baba, kwa nini siwe na huzuni wakati ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na makaburi ya wazee wangu yako wazi? Mtu mmoja aseme amen. Akamwambia, Nehemia, unataka nini? Akasema, naomba kibali. Sema amina. Nikaujenge ukuta wa Yerusalemu. Mfalme akamwambia, haina shida, nenda, nimekuruhusu katika jina la Yesu aliye hai. Hakumwambia nimekufukuza kazi. Bwana akafanya nafasi, Nehemia akaenda kujenga ukuta. Na Biblia inasema mfalme akatoa miti, shamba lake la miti, akasema nakupa na miti yote ukiwa unataka ya kujenga, we chukua, nenda kajenge. Alafu akamwambia nakupa na cheo, ili zile nchi zinazoizunguka hiyo, wale maadui wasikusumbue, we utakuwa gavana kule, utajenga kwa raha. Maika, Mungu akufanyie nafasi kwa wakubwa. Mungu akufanyie nafasi serikalini.
hii. Mungu akufanyie nafasi kwa wafanyabiashara wenzako. Kama unaamini sema amina kwa jina la Yesu. Nasema 2026 Bwana kuinue kwa viwango vya juu. Bwana ongeze kipato chako. Bwana ongeze pesa yako. Bwana ongeze mali yako. Mtu mmoja angepiga kelele kama anamwamini Yesu, aseme amina. Hoja yangu ya mwisho, nimalize na hii. Nimalize hapa. Andika. Sema katika jina la Yesu, upako wa mwisho usinipite kwa jina la Yesu. Najiunganisha na hii neema kwa jina la Yesu, kwa ajili ya maono yangu katika jina la Yesu. Andika hivi, utapokea nguvu ya kukamilisha maono yako. Unapoyaombea maono, Mungu anaachilia power. Soma kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili na mstari wa 14. Matendo ya Mitume 1:8, hiyo ni tainukuu. Luka 4 mstari wa kwanza hadi wa pili. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Sema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Ndiyo. Alirudi kutoka Yordan. Sema alirudi kutoka Yordan. Akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Sema akaomba muda wa siku 40. Akijaribiwa na Ibilisi. Yes. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Soma mstari wa 14. Mstari wa 14 imeandikwa, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Sema hivi, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Rudia tena kwa sauti, sema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Hebu sema, Bwana Yesu, kwenye ibada hii nikimaliza maombi haya ya kuyaombea maono yangu, naomba univike uweza, univike nguvu, nikarudi kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mtu mmoja aseme amen. Endelea. Yeah. Anasema akaenda Galilaya. Kaenda Galilaya. Habari zake zikaenea. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Inatosha. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Yesu alipobatizwa tu, kabla hajaanza utumishi, kabla hajaanza huduma, akaenda mlimani, akaomba siku 40, 40 days. Anamuita Mungu amsaidie kwa ajili ya ule utumishi ambao ameitiwa. Siku 40 ameomba usiku na mchana, analia kwa ajili ya wito ambao Bwana amemwitia. Na maandiko yanasema alipomaliza zile siku 40, Biblia inasema akarudi kwa nguvu isiyo ya kawaida. Mungu akamvika uweza usio wa kawaida. Bwana alimvika upako usio wa kawaida. Yesu alimimina mafuta yasiyo ya kawaida. Kuna mahali maandiko anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, naye amenitia mafuta. Na mimi nasema tutakapomaliza ibada hii, kuna mtu anaenda kuvikwa uweza usio wa kawaida kwa jina la Yesu. Uweza usio wa kawaida. Uweza usio wa kawaida. Mtu mmoja aseme amina. Uweza usio wa kawaida. Mtu mmoja aseme amina, mtu mmoja aseme amina, mtu mmoja aseme amina. Wangapi wanatamani ile neema isiyo ya kawaida katika jina la Yesu? Uweza usio wa kawaida. Waliokuonea 2025 kwenye eneo hilo hiyo, utakapomaliza maombi haya, ukarudi kwa nguvu kwa jina la Yesu aliye hai. Itata ya masata by power. Wale 2025 kwa sababu walikuweza.
2026 hawatakuweza, hawatakushinda. Mungu anaenda kutugeuza na tunaenda kuwa watu wengine wenye nguvu, wenye uwezo, wenye mamlaka. Na mimi nasema urudi kwa nguvu kwenye biashara yako, urudi kwa nguvu ofisini mwako, urudi kwa nguvu kwenye huduma yako, uenee, usambae. Pokea by power even. Sema napokea. Wakati Yesu ameanza ile huduma, Mungu aliitofautisha huduma ya Yesu na huduma ya Masadukayo na huduma ya Mafarisayo na huduma ya wasoma sheria. Huduma ya Yesu ilikuwa ina matokeo ya ajabu. Watu waliona vitu ambavyo hawalikuwa wajaviona kwa muda mrefu. Wakamwambia, unafanya haya kwa mamlaka gani? Naye ni nani aliyekupa we mamlaka ya kufanya haya? Ni kwa sababu Yesu alirudi kwa nguvu, alirudi kwa uweza, alirudi kwa mamlaka. Na mimi namwombea mtu mmoja kwenye duka lile lile ambalo lilikuwa lileti faida, leo karudi kwa uweza. Kwenye biashara ile ile ambayo haikuwa ileti faida, leo karudi kwa uweza, ikalete faida, ikalete baraka. Nasema pokea by power. Wangapi wana rasa hapa by power?